Nitafungua program jedwali yangu kwa ajili ya kufanya vitendo. Tuende tukajifunze kuhusiana na seli. Tulisema tunakuja hapa kwenye start, tuna click, na mimi program jedwali yangu ni Microsoft Excel. Nitaifungua kwa ajili ya kwanza vitendo, na nitafungua hapa kwenye new au mpya. Nitakuja hapo kwenye mkeka kazi. Naona kuwezekana vyombo naviona kwa uchache. Hii yote kwa ujumla tunaita mkeka kazi. Hatutojifunza maana haya maeneo, lakini kwa sasa tutajifunza kuhusiana na seli peke yake. Ngoja niongeze ukubwa ili uweze kuona kwa urahisi. Hii ni seli yetu, na seli inapata majina kulingana na herufi iliyopo, lakini pia namba. Hapa kwenye kialama hiki cha blue kilichozunguka hapa kiko kwenye A, huku ni namba 1. Kwa hiyo ukiangalia hapa ni A1. Nikiklik hapa kiko kwenye C, lakini huku kiko kwenye namba 2. Kwa hiyo ukiangalia hapa ni C2. Nikija kugusa hapa kiko kwenye D, lakini huku kiko kwenye 4. Kwa hiyo ukiangalia hapa ni D4. Hiyo ndio jina la seli lo. Nikija kugusa mfano hapa iko kwenye E, lakini huku iko kwenye namba 3. Kwa hiyo jina ni E3. Kwa hiyo jina la seli tunalichukua kwa kuangalia herufi au upande wa wima herufi iliyopo, na upande wa uraro namba iliyopo. Tunaanza herufi, tunamalizia na namba, na mara zote inaandikwa kwa herufi kubwa. Tunaandika herufi kubwa. Maana yake kama ni A ni A kubwa, kama ni B ni B kubwa. Tunaandika taarifa fulani. Tufanye hapa ni jina, hapa tufanye ni alama, hapa ni daraja, alafu hapa ni nafasi. Nafasi. Hapa tunaandika mwanafunzi anaitwa Isa Juma, alipata alama 45, daraja A, daraja A, nafasi ya kwanza. Kulikuwa na Shakila Omari. Shakila Omari alipata alama 43, alama A, nafasi ya pili. Lakini pia kulikuwa na Fatuma Musa, alipata alama 38, alama B, mtu wa 3. Tuchukulie sasa hizi ni taarifa zetu, kwamba hapa tuna majina ya wanafunzi, lakini pia huku chini tuna taarifa zingine kulingana na taarifa tulizochukua. Sasa tunatakiwa tujue taarifa hizo ziko kwenye seli zipi. Kipengele kile ambacho kwa wakati huo nakigusa na unaweza kuandika tunaita seli amilifu. Kwa mfano, kitendo cha mimi kugusa hapo na kukaa kichumba hicho chenye rangi ya kijani, maana yake hiyo ni seli amilifu. Nikiandika kitu itakuwa hapo. Mfano nikiandika Yusufu, maana yake itaandikika hapo Yusufu Kasim, tayari imeandikika hapo. Nikihamisha huo mshale alama ya kijani ikija kukaa hapo, maana yake kwa sasa hiyo ndo seli amilifu. Kwa hiyo seli amilifu ni sehemu ile ambayo kuwezekana unaweza kuandika au kurekebisha taarifa. Kwa hapa nikiandika mfano 24 itaandikika hapo. Nikija kugusa hapa, maana yake kwa wakati huu hii sio seli amilifu tena. Seli amilifu ni sehemu ambayo nina uwezo wa kuandika au kufanya mabadiliko kwa wakati. Mfano hapo tuseme ni C. Nikigusa hapa, maana yake kwa sasa seli amilifu ni E, ambapo hapa ni D5. Kwa hiyo itakuwa ni D5 seli amilifu. Kwa hiyo hapa tufanye nafasi ya 4. Seli amilifu si lazima iwe mpya ndio kwamba unaandika kwa mara ya kwanza. Hata kama uliandika taarifa, mfano nikigusa hapo itaniambia kwamba hapo ni seli C4, lakini kilichopo hapo kimeandikwa ni B. Kwa hiyo nikitokea naandika hapa BA, maana yake nikitoa
litakuwa nimefanya marekebisho, imeandikwa BA. Nikisema naandika tu B peke yake, kwa hiyo nitafuta, mfano inabaki B peke yake. Nikitoa itakuwa imebakia B peke yake. Kwa hiyo kitendo cha kupata kialama hicho cha chumba kilichozunguka, tayari tunasema kwa wakati huo uko kwenye seli hamilifu. Kwa hiyo kwa sisi seli hamilifu yetu kwa sasa, mfano hiyo ni seli hamilifu, tukihamisha nikiweka hapa ni seli hamilifu. Kwa nini ni seli hamilifu? Kwa sababu ndo seli ambayo kimshale chetu cha kuandika kwa sasa hiki kialama cha blue kiko hapo. Saizi hii ni seli hamilifu. Tukija hapa, hii saizi ni seli hamilifu. Nikileta hapa, hii saizi ni seli hamilifu. Lakini pia tuangalie majina ya seli. Tuchukue nafasi ya 4. Nafasi ya 4, hii namba 4, hii hapa ambapo naweka hapa, hii iko kwenye seli gani? Tukumbuke kwamba wakati tunataja majina ya seli tunaangalia herufi na namba. Kwa hiyo ukigusa hapa iko kwenye D5. Lakini pia tuchukue jina Isa Juma. Jina Isa Juma liko kwenye seli gani? Kwa hiyo ukiangalia iko kwenye seli wima kwenye A, ulalo kwenye 2. Kwa hiyo Isa Juma iko kwenye A2. Tuje hapa. Hii 38 iko kwenye seli gani? 38 iko kwenye B, lakini ukija kwenye ulalo iko kwenye 4. Kwa hiyo ukigusa hapo utagundua kuwa ni B4 na ndo hii hapa. Kwa hiyo hivyo ndivyo unavyotakiwa kufanya ili kujua seli na majina yake. Lakini pia kuhusiana na seli hamilifu, ni seli ambayo kwa wakati huo una uwezo wa kuingiza au kuweka taarifa. Na seli hamilifu utaigunduaje? Ni pale ambapo pamezungushwa mstari wake wa kijani kwamba una uwezo wa kuandika hapa. Asante sana. Kama kuna maoni utaniandikia hapo kwa ajili ya kufanya ufafanuzi zaidi. Tutaendelea na sehemu inayofuata.